Huyu mama anaitwa Sara na hapa yupo na mwanae anaitwa Josh, na hii ni moja kati ya weekend ambayo wapo ufukweni kwa ajili ya kufurahi, lakini ghafla helikopta inapita na Sara anaonekana kubadilika na anakumbuka alivyokuwa kwenye mission huko Afghanistan. Kuna namna vita ilimdhuru kiakili, akaanza kumpiga moja kati ya watu ambao walikuwepo pale. Anakuja kurudi kwenye akili yake alipomuona mwanae. Sasa hii ni siku ambayo anatakiwa kusafiri. Anapofika airport, kuna ujumbe anaopokea kutoka kwa moja ya waliokuwa viongozi kwenye ile mission kule Afghanistan, lakini wakati anasoma ule ujumbe anakuja kushtuka hamuoni mwanae Josh. Akahisi kuwa amepotea, ila anafanikiwa kumuona. Anamwambia ahakikishe muda wote anakuwa naye kila anapoenda, asiondoke, na safari ikawa imeisha kwa sababu ya ule ujumbe ambao aliupokea kutoka kwa yule kiongozi ambaye alikuwa ni kiongozi wa ile mission kule Afghanistan. Ikabidi aende ubalozi wa Marekani wa Frankfurt akiwa na mwanae ili apate kibali cha kufanya kazi. Moja kati ya vitu vinavyomsumbua sana ni kumbukumbu ya ile mission alipokuwa kule Afghanistan, kwa sababu pia ilisababisha baba yake na Josh kupotea, ambaye ni mume wake pia. Wakati anasubiri kusikilizwa, ikabidi ampeleke Josh kwenye chumba cha kuchezea watoto. Muda wake ulipofika, ikabidi akamchukue Josh, lakini cha kushangaza hakumkuta Josh lile eneo ambalo alikuwa amemwacha. Akamtafuta sana lakini hakumpata. Akaenda kuripoti ili apate msaada kwa sababu mtoto kapotelea mule ndani. Wao pia wakamtafuta kila sehemu lakini hawakumpata. Sara akakumbuka kuna jamaa alimuona akiwa amebeba begi na anamtilia sana mashaka yule mshikaji. Baada ya uchunguzi wakamwambia kuwa alipokuwa anakuja pale ubalozini hakuja na mtoto bali alikuja mwenyewe. Kwa hiyo wanataka kumhakikishia kuwa ana changamoto ya akili ambayo ilisababishwa na ile mission kule Afghanistan. Akiwa mule ndani wakamgeuka kwa sababu ule mchongo wa kumpoteza Josh wao ndio wameucheza, na lengo ni kupoteza ushahidi wa yule kiongozi. Kuna vitu ambavyo alivifanya akiwa kule Afghanistan na Sara ndio shahidi pekee ambaye anaelewa nini kinachoendelea, lakini anafanikiwa kutoroka baada ya yule mlinzi kupigiwa simu kuwa anahitajika nje. Anachotaka kukifanya kwa sasa ni kumtafuta mwanae mwenyewe na mission inaanza. Anauwasha moto lakini hafiki mbali. Wanamteka tena, alafu wanamwambia kuwa ana matatizo ya akili, atulie, na wanamhakikishia kuwa hakuja na mtoto bali alikuja mwenyewe. Sasa huyu dada mwingine hapo ambaye amekuja kumuokoa anaitwa Arina, yeye pia ni muhanga wa jambo hilo hilo. Ikabidi amwambie kuwa kinachoendelea hapa ni kwamba wewe unajua siri ambayo haukutakiwa kuijua, ndiyo maana kila kitu kinatokea. Ikabidi waende kwenye chumba cha mawasiliano. Lengo lao ni kufuatilia data za Sara, na hapa ndiyo wanaamini kuwa kila kitu kilikuwa kimepangwa, lakini ghafla hawajafanikisha wanachokihitaji. Wanakutwa na wanafanikiwa kukimbia. Anafanikiwa kumteka moja kati ya maafisa ambao ana uhakika anajua ni wapi mwanae alipo, huku kikosi kinaandaliwa kwa ajili ya kumtafuta Sara mpaka apatikane. Anakutana na mtoto wa kamanda ambaye anahusika na ile issue na anampa kifaa chake ambacho alikidondosha ili kumvutia awe rafiki kwake, lakini anamchukua yule mtoto na anaondoka naye. Alafu anampigia simu yule kamanda, anamwambia kuwa binti yake yupo naye na anaweza kufanya chochote, hivyo anachokihitaji ni mtoto wake ili na yeye amrudishie binti yake. Mzee akamwambia yupo tayari kufanya anachokitaka ila wazungumze kwanza. Sara akakubali na mzee akamwambia kuwa yeye ndiye anayehusika na kila kitu, hivyo hatampata mwanae na yeye pia atakufa. Kumbuka mzee wakati anazungumza alikuwa amezima mawasiliano ili yasisikike nje. Akatoa bunduki alafu akampiga tumboni na yeye akajipiga kwenye paja ili kupoteza ushahidi, lakini Sara alikuwa anarekodi kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea kupitia kifaa cha yule binti ambaye alimtoa nje, ambaye ni mtoto pia wa yule kamanda. Anapata msaada, na kwa sababu kila kitu kipo wazi, basi anafanikiwa kumpata mwanae Josh. Movie inaitwa Exterritorio. Tupo hapa tena kwa ajili ya kumkabidhi gari bwana Tamimu Ayubu ambaye yeye ni mshindi wa gari aina ya Toyota Harrier. Nijisikia ni furaha sana kwa sababu sikutegemea kama naweza nikapata zawadi ya gari kubwa kama hili. Imekuwa kama bahati kwangu. Mchezo wako pendwa ni upi? Kuna Flaming Hot, Heart of God, Wilde Forte, mchezo wa kindege ambao imenisaidia mpaka leo nimekuwa mshindi wa Toyota Harrier. Kupitia tovuti ya pmbet.co.tz inatoa gari aina ya Toyota Harrier kama iliyopo nyuma na Nissan X-Trail.